Katika shutuma kali, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameishutumu mfumo wa kimataifa wa fedha IMF na Benki ya Dunia kwa kutumia vibaya rasilimali kwa kupewa kipaumbele kwa kile alichokiita miradi ya kujipendekeza ya work badala ya kushughulikia changamoto za kiuchumi zinazoikumba dunia kwa sasa. Akizungumza katika kongamano la sera ya kifedha lililofanyika Washington Jumatano, Bessent alisema taasisi hizo mbili zimekuwa zikitumia muda mwingi na rasilimali nyingi kupita kiasi katika miradi inayohusu mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na sera za kijamii, maeneo ambayo kwa mtazamo wake hayapaswi kuvuruga malengo ya msingi ya taasisi hizo ya kuimarisha uchumi na kupunguza umaskini. Taasisi hizi hazikuundwa kwa ajili ya kuwa majukwaa ya kuendesha majaribio ya kijamii, alisema Bessent. IMF na Benki ya Dunia lazima zirudi kwenye majukwaa yao ya msingi, kujenga upya uchumi, kurejesha uwajibikaji wa kifedha na kuzuia kuporomoka kwa mifumo ya kifedha, hasa katika mataifa yanayoendelea. Kauli yake inakuja wakati kukiwa na ongezeko la ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wa Magharibi wanaodai kwamba taasisi hizo za kifedha za kimataifa zimezidi mipaka ya dhamira yao kwa kuingiza ajenda ya haki za kijamii. Bessent alitoa mfano wa malengo ya ufadhili wa miradi ya mabadiliko ya tabia ya nchi wa Benki ya Dunia na mipango ya IMF ya usawa wa kijinsia kama dalili za kupotoka kwa malengo. Dunia inakabiliwa na janga la madeni ambapo mataifa mengi yenye kipato cha chini yanakaribia kufilisika, aliongeza. Badala ya kuandika ripoti ndefu kuhusu asilimia ya wanawake au mikopo ya carbon, tunahitaji taasisi hizi zizingatie uthabiti wa kifedha, urekebishwaji wa madeni na kukuza uwekezaji. Hata hivyo, wakosoaji wa matamshi ya Bessent wamesema kuwa kushughulikia mabadiliko ya tabia ya nchi na usawa wa kijamii ni sehemu muhimu ya uimara wa kiuchumi na maendeleo endelevu. Afisa mwandamizi wa Benki ya Dunia ambaye hakutaka kutajwa jina lake alisema, umaskini si tu kuhusu pato la taifa. Tukipuuzia tofauti za kijinsia au athari za tabia ya nchi, tunajenga suluhisho dhaifu za muda mfupi. Mgongano huu wa hivi karibuni unaweza kuongeza mvutano kati ya mataifa wanachama kuhusu mwelekeo wa baadaye wa utawala wa kifedha za kimataifa, hasa wakati ambapo dunia inakabiliwa na msururu wa migogoro inayoanzia mfumuko wa bei, migogoro ya kisiasa hadi kutokuwepo kwa usawa na misukosuko ya tabia ya nchi. Ripoti ya Media Wire Express, Joseph Isangura.